Kitabu cha Obadaya sura ya kwanza kuanzia mstari wa 3. Tutasoma kama ilivyoandikwa. Hapa Obadaya alikuwa anaelezea taifa la watu fulani. Kwenye Biblia tunawaita wazao wa Esau. Na alikuwa anaendelea kuelezea jinsi watakapokuwa na teknolojia hapo baadaye. Kwa hiyo nitasoma kutoka kitabu cha Obadaya 1 mstari wa 3. Kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukaaye katika pango za majabali. Kwa hiyo hapa Obadaya anaongelea taifa la watu ambao walikuwa wanakaa kwenye pango za majabali. Ukienda kwenye historia ukaangalia historia ya Biblia, watu ambao walikuwa wanakaa kwenye pango la majabali walikuwa ni watoto wa Esau. Walikuwa wanakaa sehemu inaitwa Mlima Sia. Kwa hiyo Obadaya anatoa unabii kwa hawa watu, akiwaambia mambo ambayo yatawafika baadaye. Nitarudia. Nitaanzia 2. Tazama, nimekufanya mdogo kati ya mataifa, umezalauliwa sana. Kwa hiyo hili ni taifa Obadaya anaelezea sifa zake, ili wewe baadaye msomaji upate kuelewa alikuwa anaongelea taifa gani au alikuwa anaongelea watu gani. Ukiendelea mstari wa 3 nasema, kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukaaye katika pango za majabali, mwenye makao yako juu sana. Kwa hiyo Obadaya anaendelea kuelezea sifa za hili taifa, akisema kwanza hawa watu wanakaa kwenye majabali au kwenye milima ya zamani hizo. Alafu 2 anakuambia hawa watu wana kiburi. Kwa nini? Kwa sababu walimkataa Mungu. Ukirudi kwenye historia Mwanzo 27 utaona ni mtu gani huyo alimkataa Mungu, au ni mtu gani huyo ana kiburi. Ukienda kusoma utaona Esau aliuza uzalio wake kwa Yakobo. Kwa hiyo yeye hakuona umuhimu wa uzalio wa kwanza. Esau yeye hakuona umuhimu wa uzalio wa kwanza. Nasoma kutoka Warumi 9 kuanzia mstari wa 10. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, akiongelea Yakobo na Esau, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitwaye. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia. Kwa hiyo Biblia inakwambia hawa watu wenye kiburi na wanaoishi kwenye mapango ulikuwa ni uzao wa Esau.
Twende tukaone kitabu cha Mwanzo kinasemaje. Leo tunaendelea kwenye Mwanzo tena, kuanzia mstari Mwanzo 25 kuanzia 22. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kunifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwa wamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele, wakamuita jina lake Esau. Kwa hiyo huyu Esau aliyeongelewa kwenye kitabu cha Obadia ni huyu Esau aliyeongelewa kwenye kitabu cha Warumi, na ni huyu Esau aliyeongelewa kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo tunaenda kuona kwa nini kitabu cha Obadia kimekwambia hili taifa la watu wana kiburi na wala hawaogopi Mungu. Taenda kusoma Mwanzo 26:29. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo alimwita jina lake Edom. Kwa ukienda kwenye Kiebrania, Edom inamaanisha Adawan, mtu ambaye hana rangi ya ngozi. Kwa Kiingereza tunasema wasted away. Kwa hiyo kuna grupu la watu hapa duniani halina rangi kama sisi. Kwa Kiingereza wanaoita wasted away, au unaweza kusema hawana melanin. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa, inanifaa nini haki hii ya uzazi? Kwa hiyo Esau yeye alitoka mawindoni, hii ni story, akamkuta Yakobo amepika dengu. Hiyo dengu, Esau akamwambia, nipe hiyo dengu nile. Yakobo akamwambia, niuzie kwanza uzaliwa wa kwanza. Esau akamjibu Yakobo akasema, huu uzaliwa wa kwanza wanifaa nini? Kwa hiyo hapa tunaona Esau ameudharau haki ya uzaliwa wa kwanza, kwa sababu zamani mtoto wa kwanza ndio alikuwa anapata baraka zote, na Esau alijua kwamba
atapokea baraka na Mungu atamfanya kuwa taifa kubwa, lakini akadharau vitu vyote hivyo, kwa sababu yeye moyoni mwake alikuwa anajua, ana kiburi, anajua kwamba mimi naweza kujifanya kuwa taifa kubwa mimi mwenyewe. Akamdharau Mungu wa baba yake Isaka. Kwa hiyo sasa ukirudi kwenye kitabu cha Obadaya utaona huyu mwenye kiburi ni nani? Huyu mwenye kiburi ni nani? Tumeshaona kwa sababu Esau alitaka ile dengu, wakamuita jina lake Edom kwenye Mwanzo 26 kuanzia mstari wa 29. Kwa hiyo Obadaya hapa atakwambia hiki kitabu kinamuongelea nani. Obadaya 1:1. Maono yake Obadaya ndivyo asemavyo Bwana Mungu juu ya Edom. Kwa hiyo huyu Edom ni watoto wa Esau. Tumeambiwa kwamba Esau aliitwa Edom, kwa Kiingereza wasted away, mtu ambaye hana pigment. Kwa hiyo hapa duniani kuna taifa la watu wanaitwa wazungu, ni watoto wa Esau. Hao mnaoona wanapita wanazunguka hapa ni watoto wa mtu anayeitwa Esau. Kwa nini? Kwa sababu Esau yeye alizaliwa ni mwekundu. Hapa duniani hakuna mtu mweupe. Hapa duniani kuna watu wekundu tu na watu weusi. Na hayo mataifa mawili yalitokea kwa Isaka kama tulivyoona Mwanzo 25:23. Kwa hiyo Esau ukienda kusoma Mwanzo 26 kuanzia 29 aliitwa Edom. Ukija kwenye kitabu cha Obadaya utaona huyu Edom Obadaya ndio anamuongelea. Anasema kwamba hao watu wana kiburi. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini wanaweza wakatengeneza baraka wao wenyewe. Obadaya ataendelea kukwambia hii teknolojia kwa nini ilikuja. Na Obadaya alitabiri huyu mtu anayeitwa Edom baadaye atakuwa ndio mwanzilishi wa teknolojia. Naendelea. Tazama, nimekufanya mdogo kati ya mataifa, umezalauliwa sana. Hii inaongelea historia ya nyuma. Hawa watu wazungu kabla ya wao kuja kutawala dunia kipindi cha utawala wa Ugiriki, huko nyuma ni watu waliokuwa wamezalauliwa sana. Walikuwa wanakaa sehemu inaitwa Mount Seir. Ndio maana na kitabu cha Ayubu 30 kinaongelea hawa watu. Zamani wazungu ukienda kwenye historia walikuwa wanaishi kama Wahadzabe na Wasandawe wanaoishi kule Arusha. Walikuwa wanaishi kwa kuokota kipindi cha Mfalme Daudi. Hawa ndio watoto wa Esau. Ndio maana kitabu cha Obadaya kinaenda kinakwambia kinamuongelea nani. Kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Kwa hiyo tukienda kwenye historia tunaona Esau alizalau haki ya uzaliwa wa kwanza. Akasema haki ya uzaliwa wa kwanza yanifaa nini mimi? Kwa hiyo Mungu ndio anamwambia Esau au hawa ndugu zetu wazungu kwamba kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Wewe uketie katika majabali. Kiendelea. Wewe ukae katika pango za majabali. Ukienda kuangalia kwenye historia, hawa watu wanaoitwa wazungu walikaa sehemu moja inaitwa Mount Seir. Hii Mount Seir ipo karibu na Saudi Arabia. Kwa jina jingine tunaita Petra Mount. Ukienda pale ukaangalia zile ramani za mapango yale zinafanana na ramani za majengo ya sasa hivi. Kama unavyoona mbele ya White House zile nguzo zile nyeupe, walijenga mapango yao vivyo hivyo zamani. Kwa hiyo haya magorofa, hizi ramani za magorofa zimetoka mbali tokea kipindi cha utawala wa Mfalme Daudi, lakini zamani yalikuwa yanajengwa kwa design nyingine. Kwa hiyo hii inakuonyesha Esau ni nani. Kwenye Biblia magorofa tunayaita mapango au mapango ya majabali. Anakwambia hao watu wamejenga viota vyao juu. Ndio maana ukienda wapi? Ukienda Dubai unaona magorofa yale yako juu.
Obadaya alitabiri hayo mambo. Biblia sio lazima mpaka ikwambie kuna magorofa kwenye Biblia. Majabali, watu wanaokaa kwenye, kwa Kiingereza tunaita kwenye cleft of the rock. Tuendelea. Mwenye makao yako juu sana. Makao anamaanisha nini? Hapa tunaanzia kwanza na majengo, magorofa. Unakuta gorofa lina kilomita 1000 kwenda juu. Hapa tena tunakuja mambo ya teknolojia kama ndege, mambo ya teknolojia kama satellite. Hapa ndio ameweka makao yake juu. Kwa hiyo kitabu cha Obadia ni unabii kuhusu hili taifa linaitwa taifa la wazungu na teknolojia ambayo watakuwa wajenaza sasa hivi. Teknolojia ya kwanza ni kujenga haya majengo yanayoenda juu sana. Ukienda kusoma kwenye kitabu cha sheria, wana wa Israeli walikuwa wamekatazwa kujenga jengo linatakiwa liwe na urefu fulani. Endelea. Mwenye makao yako juu sana, asemaye moyoni, ni nani atakayenishusha mimi? Hii ni nani atakayenishusha mimi ilikuwa ni moja kati ya kauli mbiu ya kitu kinaitwa Air Force One. Huwa wanasema who will bring me down, kwa Kiingereza nani atanishusha mimi. Kwa hiyo kitabu cha Obadaya kinaongelea hawa watu kwamba watafanya makao yao juu kwenye mbingu. Hapo tukiongelea Air Force One, hapo tukiongelea kwenda kwenye mwezi, hapo tukiongelea satellite, hapo tukiongelea magorofa marefu. Kwa hiyo hii teknolojia imewafanya wakawa na kiburi. Hii teknolojia imewafanya wakawa na kiburi. Wanasema ni nani atakayetushusha sisi? Sikiliza sasa Mungu anavyowaambia na mwisho hao watu wanaojiita weupe. Mwisho wa nani? Wa hao watu wanaojiita weupe. Japopanda juu kama tai, ijapokuwa kiota chako kimewekwa kati ya nyota. Anaposema kiota chako kimewekwa kati ya nyota, hapa anaongelea teknolojia inaitwa satellite. Naona. Kwa hiyo kitabu cha Obadaya au kitabu cha Obadia kilikuwa kinaongelea watu wamoja wanaoitwa taifa la Esau au Edom. Teknolojia yao, jinsi watakavyokuwa wanaishi, hadi jinsi wanavyofikiria. Anakuambia ujapokuwa utakaa kati ya nyota za mbinguni. Hapo anaongelea teknolojia, anaongelea satellite na teknolojia nyingine. Utarudia. Ijapokuwa kiota chako kimewekwa kati ya nyoka, maana kiota nini? Makazi. Kwa hiyo hili taifa linaitwa Edom. Obadia alisema watakuja waweke makazi yao juu angani. Na juzi Marekani wameanzisha military branch ambao wanasema wataweka kambi ya jeshi angani. Anga kwa Kiingereza tunaliita cosmos. Kwa hiyo unabii wa Obadia unatimia, na hivyo ndio utajua kwamba Biblia ni kitabu cha ukweli. Utajuaje? Kwa kuangalia nabii na kuwa mfuatiliaji wa mambo yanayoendelea. Kwa mfano, kuongezeka kwa maarifa, Obadia anakuambia hapa, na ni taifa gani italeta hayo maarifa na kwa sababu gani. Utajua tena kwa nini kitabu cha Biblia ni cha ukweli kwa kuangalia historia. Obadia anapokuambia hao watu waliokuwa wanakaa kwenye mapango au kwenye majabali walikuwa ni watu wanaoitwa Esau. Hata ukienda kusoma kwenye historia ya kawaida. Kwa hiyo Esau walikaa kwenye mapango yanaitwa Siela au Petra. Na yale mapango waliyatengeneza kama unavyoona majumba ya sasa hivi yalivyojengwa, White House au majumba yaliyoko pale Roma, Vatican.
Kwa hiyo naendelea. Kwa hiyo Mungu anawaambia hawa watu na kiburi chao na teknolojia yao yote tuliyosoma hapa kwamba ujapopanda juu kama tai na ukienda ukaangalia kila ramani ya jeshi la wazungu lazima iwe na tai. Kwa nini wamefananishwa na tai? Tai kwa Kiingereza tunamuita predator au mnyama anayewinda. Hiyo ni moja kati ya sifa ya wazungu. Kwa nini nasema hivyo? Tutaenda kusoma kwenye kitabu cha Habakuki 2 tutaona. Anawinda nini? Anawinda watu wenzake akiangalia kuwapeleka utumwani. Hiyo ndio sifa ya tai. Tai yeye anakaa juu angani, anakuwa anaangalia chini mzoga au mnyama, akisha muona anakuja kule chini kumchukua. Ndio hawa watu wanavyoishi. Ukiangalia kuanzia jeshi lao kama Air Force One na nini nyingine, utaona kwenye bendera ya jeshi lolote la wazungu lazima kuwepo na tai pale. Huyo tai anawakilisha nini? Kwa Kiingereza tunasema anawakilisha kwamba hawa watu wao tunawaita ni makonkala kwa Kiingereza. Maana nyingine wao watakapoona eneo zuri, watakapoona madini sehemu, watakapoona kitu kizuri, wao wanakichukua kinakuwa cha kwao. Tuendelea. Ijapokuwa kiota chako kimewekwa kati ya nyota, itakushusha kutoka huko, asema Bwana. Kwa hiyo Mungu yuko kinyume na hao watu. Na kama Biblia inavyokuambia, Mungu anachukia watu wenye kiburi, watu waliojigeuza miungu hapa duniani. Mungu anachukia mataifa kama hayo. Tutaenda kusoma kutoka kwenye kitabu cha Amosi 9 mstari wa 8. Angalieni, macho ya Bwana yanauangalia ufalme wenye dhambi, nami nitauangamiza utoke juu ya uso wa dunia. Tunapoongelea dhambi ni nini? Ukiukaji wa sheria. Hiyo ndio maana ya dhambi. Hapawezi kuwepo na dhambi pasipo kukiuka sheria. Kwa mfano Marekani iliposema ushoga ni halali, kwa hiyo kwao ushoga sio dhambi kwa sababu hiyo sheria haipo. Hasa anapoongelea ufalme unaotenda maovu anamaanisha nini? Kwanza ni ufalme uliojengwa kwa kumwaga damu. Mataifa mengi ya Ulaya wameanzisha nchi zao kwa kumwaga damu, tena damu kupitia utumwa. Kwa hiyo Mungu anachukia mataifa kama haya, na tumeona kwenye Obadaya anakuambia mataifa yenye viburi Mungu atayaangamiza. Mungu yuko kinyume na watu wenye kiburi, tukianzia na mtu mmoja mmoja mpaka taifa. Kwa mfano wazungu wanaojisema wameleta dini, hao ndo watu wenye kiburi, na mataifa yao yamejengwa kwa migongo ya watumwa. Karibu. Kama kao. Picha unaona huyo hapa sana. Lakini kwa wale wanakuwa hawana hivi. Ndio na ukio moja kuanzia mstari wa 13 mpaka 15. Atakuwa awe hivi. Wamemuelezea yani kwamba Yohana alipopewa ule ufunuo alimuona hata amefunuka kwa kuona sababu Yesu alimwona. Kwa hiyo akawa ameandika pale kwa kale na huyo hata kialaka alikuwa anaitwa Kaisari, ndio mtoto wa papa alikuwa. Yule kwenye kazi ile walifanya
halali, akaeneza hivi kwa kama picha ya Yesu. Kwa hiyo kwenye Ufunuo 1:14 kuna hiyo kitu hapo. Anaelezea Yesu kama anaonekana. Kwa hiyo nitaendelea na Amos 10 mstari wa 8. Mama karibu. Na ubiri hapa neno la Mungu. Hizo picha mbili unazoziona hapo, picha huyo mzungu huyo sio Yesu halali. Yesu ni kama hao. Huyo anayeonekana hapo kulingana na kitabu cha Ufunuo. Hiyo ndio picha halisi ya Yesu. Kwa hiyo Yohana alipokuwa kwenye visiwa vya Patmo alipoonyesha ule ufunuo, alimuona Yesu akamwelezea kwamba anafanana na shamba ile siku kwenye moto, shamba kisiwa kwenye moto kwa rangi ya brown, ndio wanasema. Kwa hiyo na wana wa Israeli wanatakiwa wao hivi. Watu weusi kwenda utumwani, huo ulikuwa ni unabii kwa sisi kutoka sheria ya Mungu kwa Israeli. Kwa hiyo Mungu akatangaza katika mataifa yote. Kwa hiyo na hivyo. Tutaendelea Amos 9:8. Kwa maana angalieni, macho ya Bwana Mungu yanauangalia ufalme wenye dhambi. Na tumeona ufalme wenye dhambi hapa duniani ni watu wanaojiita watu weupe. Kwa nini? Ukiangalia kwenye historia wao, kwanza walijenga miji yao kwa kumwaga damu. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni watu wenye kiburi sana. Wanawachukua wenzao kwenda utumwani, alafu wanawaambia sahauni kuhusiana na utumwa. Tutasahauje kuhusiana na utumwa wakati ni historia ambayo inatuhusu? Alafu walipotoka hapo wakawaletea wamishonari na dini. Ukienda tena kuangalia kwenye historia ya dini hasa Romani Katoliki, lengo la wao kuanzisha shule za seminari ilikuwa ni kwenye kipindi cha karne ya 14 kilichotokea Spain. Wana wa Israeli zamani walikuwa wanatawala Europe, walikuwa wanatawala Ulaya. Kwa hiyo wazungu walipokuja kuchukua madaraka, walichokifanya wakaanzisha shule za seminari. Lengo lao lilikuwa ni kwamba kuwabadilisha wale Wayahudi ambao walikuwa wanamshikilia sana Mungu wao kidogo kidogo, na waliokataa kabisa kubadilika walipeleka utumwani. Kwa Kiingereza hiyo kipindi tunakiita ni Spanish Inquisition. Spanish Inquisition sasa kwa Kiswahili sijui inaitwaje. Spanish Inquisition ilikuwa ni kitendo cha wazungu kuangamiza wana wa Israeli kutoka Ulaya. Kwenye historia kuna kipindi kinaitwa The Dark Ages. Hiyo The Dark Ages ilikuwa ni kipindi ambacho watu weusi walitawala Ulaya kwa miaka 1000. Kuanzia mwaka 139 AD mpaka kama kwenye 800 hivi. Kwa hiyo wazungu walipokuja kutawala dunia karne ya 14, walichokifanya kwanza ilikuwa ni kuwatokomeza wana wa Israeli kutoka Ulaya. Kitu cha pili walichokifanya ilikuwa ni kuanzisha utumwa. Utumwa uliidhinishwa na Papa Alexander wa 6, ambaye mtoto wake ndo hii picha ya Yesu mnayemwabudu. Anaitwa Caesar Borgia. Huyu ni mtoto wa Papa Alexander wa 6. Anaitwa Caesar Borgia, ndo picha ya Yesu mnayemwabudu. Baba yake alifanya nini? Baba yake alimwandikia barua mfalme wa Ureno ili kuidhinisha utumwa, na utumwa ilikuwa ni lengo la kuwafanya watu weusi waanze kuabudu Mungu mweupe. Ndio maana ukaona walianzisha kampeni zinaitwa umishonari. Umishonari haukuja kwa sababu kuna watu walikuwa wanataka kueneza dini. Umishonari ulikuja kwa sababu kuna watu walikuwa wanataka kuwageuza watu waabudu miungu mingine. Kabla ya utumwa kila mtu alikuwa na Mungu wake. Utumwa ulipokuja, wale watumwa walikuwa wanalazimishwa kubadilisha, waanze kuabudu au kusoma Biblia. Na kama ulikuwa ujui, meli ya kwanza iliyombeba mtumwa wa kwanza kutoka Afrika Magharibi ilikuwa inaandikwa The Good Ship of Jesus.
Kwa maana meli ya Yesu ndio meli ya kwanza kumbeba mtumwa wa kwanza kutoka Sierra Leone kwenda sehemu inaitwa Virginia, Marekani. Ilikuwa imeandikwa meli nzuri ya Yesu, na watumwa kule ndani walikuwa lazimishwa kusoma Biblia. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mwanzo wa wana wa Israeli kuanguka. Twende tukaangalia kwenye Luka. Yesu alitabiri kuanguka kwa Yerusalemu na wana wa Israeli kusambazwa katika mataifa yote. Hii ni Luka 21:20. Unajuaje kwamba hili limeshatokea? Kwa sababu ukienda kuangalia historia ya wana wa Israeli. Kwa hiyo Yesu alitabiri kuanguka kwa Yerusalemu, na akawaambia mtachukuliwa kuwa mateka katika mataifa yote. Hiyo inaongelea utumwa. Kwa hiyo utumwa upo kwenye Biblia, kitu ambacho mapasta hawaambii. Kwa sababu kwanza Ukristo ulianzishwa ni kama sehemu ya utawala wa serikali kubwa kama Ulaya na Marekani. Ndio maana unaona makanisa yote hayalipi kodi. Kwa sababu gani? Makanisa hayalipi kodi kwa sababu yanatakiwa yaseme kitu ambacho kinaendana na serikali. Wewe hauwezi mimi nikakufanya usilipe kodi alafu uongee kinyume na mimi. Vipi? Karibu bwana. Karibu. Wala umebeba sikio ni Biblia au nini? Kwa kusaja. Hizi hapa ni picha mbili. Huyu mmoja unafahamu. Unafahamu? Anamwita Yesu. Huyu hapa ndio Yesu kweli. Anatakiwa aonekane. Hii hapo hii ni Ufunuo 1:14-15. Ameelezea sasa hivi kwa Kiingereza. Ameelezea jinsi Yesu atakuwa anatamani. Yeye Yohana alimuona Yesu wakati yuko kwenye kisiwa cha Patmo. Nadhani kama wewe umeelewa Biblia utakuwa unajua. Kwa nini hebu wana Israeli wako hapa? Sababu kuna historia zilizotokea kwa naenda kusoma hapa. Kwenye Luka 21. Kalamu hapa si. Itaendelea Luka 21:20. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Kama ubarikiwa na unajua anapenda anaongea maneno kama alivyoambia arudi. Naona. Kwa hiyo kwenye Biblia kwanza tuanze. Biblia ni kama vile kitabu cha historia. Historia ya nani? Wana wa Israeli. Kwa hiyo turudi kwenye Luka 21 kwa Yesu. Luka 21 kuanzia mstari wa 20 tutasoma kwa nguvu. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, Yesu anatabiri kuanguka kwa Yerusalemu. Hii ukienda kusoma kwenye historia ambayo darasani hawafundishi. Kwa Kiingereza tunaita the city of Jerusalem. Ukiangalia movie ya Yesu utawaona watu wanaitwa Waroma wanatembea. Na wale kushiriki na Yesu. Jioni hao Waroma walikuwa kuangalia historia kueleza kabisa. Yesu ndio alitabiri hivyo. Walizunguka na general yako anaongoza ile jeshi alikuwa anaitwa Titus, ambaye baba yake alikuwa anaitwa Felix. Kwa hiyo Yesu aliwaambia Wayahudi kwamba mkiona Yerusalemu imezungukwa, ambayo ilitokea 66 AD, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie mlimani, na walioko katikati yake wakimbilie nje, walioko mashambani wasiingie. Kwa hiyo Wakristo wao wanatabiri hii, wanasema kwamba ilikuwa inaongelea zikuu. Hamna. Hii ilikuwa inaongelea kuanguka kwa Yerusalemu. Ile ilikuwa ni kama zikikuu kwa Wayahudi, kwa sababu yani historia inakwambia mpaka Wayahudi, kwa sababu Roma ilizunguka ule mji wa Yerusalemu. Hakuna mtu kutoka wala kuingia. Kwa hiyo ikafika kipindi wana wa Israeli wakikosa chakula wakaanza kulala. Na ukienda kusoma kwa kwenye kitabu kingine kwa mfano Wafalme, wameandika kwamba wana wa Israeli walipopata njaa walikuwa wanakulana wako wao. Ndio ikatoka kabila ya Waiti.
wanakulana wakati mwingine wanakulana wao kwa wao. Kwa hiyo hii ziki niliko naongelea hapa ilishatokea. Ilikuwa ni uharibifu wa nini? Wa Yerusalemu. Kwa hiyo Yesu akawapa ushauri akawaambia kwamba nyinyi mtakapoona hivyo kimbieni kwa sababu hamtawashinda hao nani? Warumi. Warumi mpaka Warumi sema wamegawanyika katika vinchi vya Ulaya. Ndio yule mnyama wa 4 anaelezea kwa nini? Kwenye Danieli. Kwamba mnyama wa 4 atakuwa na vichwa 7 na pembe 10. Vile vichwa 7 inaongelea mgawanyiko wa ufalme wa Rumi. Na vile vichwa hapo Danieli ngapi hiyo? Danieli 7. 7 yote ukisoma pale utaona yule mnyama wa 4. Unaona? Mnyama wangapi? 4. Kwa hiyo huyu mnyama wa 4 ndio taifa linalotawala mpaka leo. Na Yesu atakapokuja kuwaokoa wana wa Israeli ambao ni weusi, atakuta wanatawala kina nani? Hawa huyo mnyama wa 4 ambao ndio Warumi. Danieli 7 usiku. Danieli 7 ukisoma utaona yule mnyama wa 4. Kwa hiyo tuende tusome Luka 24 sasa. Inaongelea nini? Mtumwa. Luka 21:24. Luka 21:24. Wataanguka kwa ukali wa upanga. Sasa kipindi hicho Yerusalemu inatekwa. Akaendelea kuambia kwamba wataanguka kwa ukali wa upanga. Sawa? Nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote. Kwa hiyo kuanzia pale Yerusalemu ilipovamiwa, wana wa Israeli wamekuwa wakienda utumwani mpaka leo. Mpaka leo halijawa taifa. Mpaka leo. Sasa wale wanakujaje pale? Halafu inaendelea kukuambia na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa. Ndio wale wanaoishi sasa hivi Palestina. Utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa atakapotimilika. Majira ya mataifa ni yakitimilika hivi Yesu atakapokuja. Unaiona wapi hiyo? Unaiona hiyo kwenye Isaya 11. Isaya ngapi? 11. Kwa hiyo Biblia inakwambia Yerusalemu itakanyagwa na mataifa mpaka muda wa mataifa utakapotimia. Ndio wale watu wanaojiita Waisraeli sasa hivi, wale wajinga wanaokaa pale. Unaona? Isaya 11. 11 kuanzia mstari wa 10. Tutasoma kwenda chini. Huu ndio utimilivu wa mataifa. Hapa ataendelea kukuambia wana wa Israeli wa kweli wako wapi. Ametaja mpaka sehemu za Afrika. Sasa. Kwa hiyo sisi tutali nani kaanzisha kanisa kubwa au nani anafanyaje? Sisi tunahubiri Injili kama ilivyo. Tutasoma kutoka kwenye Isaya kuanzia mstari wa 10. Isaya 11 kuanzia 10. Na itakuwa katika siku hiyo shina la Yesu. Unapoongelea shina la Yesu tunamaanisha ni Yesu. Kwa sababu Yesu alitoka kwa nani? Kwa Yesu. Kisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta na mahali pake pa kupumzika patakuwa na utukufu. Ameongelea huyo Yesu. Sasa Yesu atakapokuja atafanyaje? Tunaendelea 11. Na itakuwa katika siku hiyo, siku gani? Bwana mwenyewe itakuwa katika siku hiyo, na maana itakuwa katika siku hiyo. Bwana atapeleka mkono wake mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa ni mara ya pili itakuwa ni Yesu atakapokuja kuwakusanya tena wana wa Israeli. Mara ya pili ili ajipatie watu wake watakaosalia kutoka Ashuru. Ashuru ni jina jingine la Syria. Kwa hiyo wana wa Israeli wako Syria, wakusanya kutoka huko. Na kutoka Misri, wana wa Israeli wako na kutoka Hamas, na kutoka ngoja kama kutoka Misri, na kutoka Patros hii zamani ya Patros. Kama sasa hivi hapo karibu na hivi. Kama sasa hivi majina yamebadilika. Na kutoka Kushi ndio Tanzania. Kwa hiyo Kushi sasa ndio Afrika. Kwa hiyo tumeona kule kwenye Luka 21:20 kwamba wana wa Israeli walisambazwa katika nchi zote. Kwa hiyo Isaya 11:11 anakuambia anakutajia baadhi ya nchi ikiwemo na Afrika, Tanzania kama hapo. Ndio maana unaona mimi nahubiri. Kupata walipata. Kwa hiyo wale walioko pale ni nani? Ndio kama yaani wale wekundu pale, wale wanajiita weupe wana wa Israeli, wale ni nani? Sababu nimesha kuonyesha wana wa Israeli kwa na Yesu.
Wale wanaokaa pale si wanafahamu. Ndio. Wazungu. Sasa tukaangalie wazungu ni kina nani? Wazungu ni naenda kwenye Mwanzo. Mwanzo sasa. Mwanzo Ambao mwanzo ngapi? 25 kuanzia mstari wa 21. Nasoma. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba. Nadhani hii story wengi wanaifahamu. Ndio. Isaka sijui mke wake Rebeka alikuwa hazai. Akaenda kumwomba Mungu. Ikawa ni hivi. Ngoja. Naye Bwana akamuitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba. Hapa tunarudi mwanzo wa vitu vyote. Ili uelewe Biblia lazima urudi mwanzo. Tofauti na Wakristo wanaokuambia agano la kale limepitwa. Ndio maana niwaje. Wewe utaelewaje agano jipya kusoma agano la kale? Ndio. Tuendelee. Ikawa ni hivi. Ngoja. Sema kwa sababu bado unafuta maandiko. Na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Alikuwa na nani? Mapacha. Kwa hiyo watoto walikuwa wanashindana tumboni mwake. Atakuelezea sababu ni nini. Naendelea. Naye akasema ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Sababu wale watoto walikuwa wanashindana wanampa maumivu. Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia mataifa mawili yako tumboni. Mataifa Mawili yako tumboni. hapo tumaanisha weupe. Mataifa na kabila mbili za watu watafarakana toka tumboni mwako. Ndio maana sisi na wazungu hatupendani. Wao walikuja kutuchukua kwenda utumwani kwa sababu tunaona kwenye Biblia. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili na mkubwa atamtumikia mdogo. Shikilia hiyo, mkubwa atamtumikia leo, ndio utumwa mpaka leo. Haijaisha dunia. Twende hapo sasa, mtumwa na mkubwa atamtumikia mdogo ndio sisi. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwapo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka naye alikuwa mwekundu. Mmoja kati ya hao watoto wawili alikuwa watu hapa duniani watu gani wekundu. Kwa hiyo wazungu wale walioko pale Israeli wale sio weupe, ni wekundu, na baba yao anaitwa Esau. Kulingana na Mwanzo 25 kuanzia kitabu cha 21, hakuna mtu mweupe hapa duniani, kuna wekundu na weusi. Ndio maana yake. Muangalie mzungu yote anayepita hapa ni wekundu. Sio weupe, wewe ni wekundu. Kwa nini? Yaani nyeupe ndio ile pale unaona pale mali. Kama pale. Unaelewa? Mimi naelewa. Unaelewa? Kwa hiyo sasa Biblia ni rahisi. Unaelewa. Inakuwa utanifanya ndio fact yenyewe. Biblia ni rahisi. Yao utanifanya. Ndio maana Wakristo wanakwambiaje kwamba agano la kale limepitwa na wakati. Lakini tunaona Mwanzo 25 mpaka sasa hivi imeendelea kutimia. Ndio maana yake. Wana wa Israeli wako utumwani mpaka leo. Tumesoma Isaya 11 kuanzia 10 na 11, tunaona wana wa Israeli watakuwa mpaka Kushi. Ndio maana yake hapo ndio kwa maanisha wana wa Israeli watakuwa weupe kama weusi. Na Kushi ndio hapa tazama hivi liko Kushi. Unaona? Kwa hiyo wana wa Israeli watakuwa ishi na Wakushi. Wao wanafanana na Wakushi. Unaona? Ngoja twende. Niangalie kama tutapata huo mstari. Wale kama tutapata huo mstari. Mungu amewafananisha wana wa Israeli na unaona kama tutaipata hiyo. Hii ni Amos 9 mstari wa 7. Amos 9 mstari wa 7 anaendelea kuwafananisha wana wa Israeli na nani? Na Wakushi. Je, nyinyi si kama wana wa Wakushi? Amos 9:7. Mungu anawafananisha wana wa Israeli na nani? Na Wakushi. Na tumeona kwenye Isaya 11:11. Unaona? Isaya 11:11 inakwambia ngoja nione kama tutaweza kunania hapa.
Hapo. Hao mteja hii tuchukue wawili. Kwa hiyo tumeona wana wa Israeli watakuwa wanaishi miongoni mwa nani? Mwa Wakushi. Ndio wa Tanzania. Na Amos anakuelekeza kwamba Mungu anakuonyesha wana wa Israeli wana rangi gani? Amos 9:7. Je, nyinyi si kama wana wa Wakushi kwangu mimi? Unaona? Kwa hiyo wana wa Israeli sio wekundu. Ndio maana yake hata hivyo. Maandiko yanatokea Afrika, watu wanaelewa. Enyi wana wa Israeli, asema Bwana, je, mimi siwapandisha kutoka nchi ya Misri, na Wafilisti toka Kafuri, na Washuri, Washami toka Kiri? Kwa hiyo Mungu anawafananisha wana wa Israeli na hapa duniani kuna watu walikuwa wanaitwa nini? Kurekodi kunanisumbuaga hapa. Wewe unasahau utairusha kabisa, si ndivyo? Hapa space. Huwa narusha. Hapo. Ndio sasa kwa dunia sasa ndio space. Sasa itaisha vile hapo sasa ndio. Hapa? Yaani una huko chini pia hiyo sasa. Kuna namna hapo. Anza huko chini kwa ile fresh hivi tunasema. Hapa itaanguka? Ngoja hebu iachie kwanza. Kwa hiyo hapa Mungu anakuelekeza wana wa Israeli wataonekanaje. Kwa hiyo sisi tujali ulimwengu unasemaje? Unaona? Ndio maana kwenye Mathayo 24 nakwambia injili injili itakapohubiriwa ndio mwisho utakuja. Ukristo hujahubiriwa sehemu zote. Kwa maana nakwambia kwamba injili itakapohubiriwa kwa mataifa yote. Kristo ameshahubiriwa, hakuna mwisho wa tuoni. Alikuwa anaongelea injili gani? Ndio hii na ndio maana na Yesu alikuwa anasema enendeni njia panda, sio mkajenge kanisa. Ile mkaunga viumbe vyote mkaunga. Sasa mimi nikienda kujenga kanisa mwanangu, kama wewe utasikiaje injili sasa? Itakuwa ngumu. Lazima uende sasa njia panda ambapo kila mtu anayetaka kusikiza kama wewe umesikia hapa anasikia neno la Mungu. Sasa Kwa nini? Kwa sababu wana wa Israeli sio wamesambamba kwa nini? Wana wa Israeli hapo wanaishi miongoni mwa Wanyakyusa. Wana wa Israeli wako tuendelee. Sasa tumewafananisha wana wa Israeli na Wakushi. Huyu ni Mungu. Tuende tena kwa Kumbukumbu la Torati. Sawa. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28. Hii Kumbukumbu la Torati inaongelea laana zetu zote, umaskini. Kwa maana sisi tulivyo maskini, rafiki yangu, usiweze kununua hata dagaa. Hizo zinaitwa ni laana za sheria. Ndio. Kwa sababu babu zetu zamani walimkataa Mungu, wakaanza kuabudu miungu wanaoifahamu wao. Mungu akawaambia nyinyi hamnijui. Unasema shida ngapi? 28. Hii inaitwa laana za nini? Sheria. 28 kuanzia 15. Kumbukumbu la Torati 20 na 15. Kwa hiyo wana wa Israeli waliingia agano na Mungu. Sawa. Unapoingia agano ni sawa na unaingia kwenye mkataba, si ndio? Ndio. Kama Bwana nafanya hivi na mimi nifanye hivi. Ukikiuka basi unapata kitu. Kwa hiyo tunaona tuanzie 28:1 tutasoma. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nitakuwa agizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakufukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Ndio maana tunaona huko nyuma wana Israeli walikuwa juu. Lakini baada ya mfalme Daudi kufa na mfalme Suleiman akaanza kuabudu miungu yao. Kwa hiyo sasa tunakuja kwamba hiyo ilikuwa ni shahidi kwamba ukizishika sheria mimi nitawafanya kuwa lakini tunaona wana Israeli hawakuzishika sheria. Kwa hiyo wale Wayahudi walioko pale wanasema kwamba wao ni matajiri, inaonyesha kwamba ni wana wa Israeli. Hamna. Hiyo ni tofauti. Sababu wana wa Israeli walisituka sheria, hawawezi kuwa juu ya mataifa yote. Lazima wawe chini. Kwa hiyo tunaruka kwenye 15. Ruka 15. Yaani kwamba tunaanza Kumbukumbu la Torati 1. Nikasoma kama wangeshika sheria. Ndio. Wangefanya kuwa juu. Lakini tunaona hawakuzishika. Kwa hiyo tunaruka ngapi? 15. Tunataka mpaka 15 sasa.
Tunasema lakini itakuwa usipotaka kuzisikia sauti ya Bwana Mungu wake, uyaangalie kuyafanya maagizo yake yote na amri zake zote na kufuata, utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani, utalaaniwa kapu lako la chombo chako, na kuambia uendelee. Na mbingu zako, nimeruka 23, na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa bati, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Inaonyesha kama mkulima ambaye mvua zinyeshe. Hapa zamani Afrika ilikuwa na ruhusa sana. Sasa hivi kinatokea laana ya sheria. Ndio sasa. Unaona? Anakuambia kwamba 30 tunaenda. Kama twende hapa sana. Anakuambia 25. Hiyo nani? Hii tunaendelea hapa. Hizi ni laana za sheria zote. Bwana atakufanya upigwe mbele za adui zako, utakaowatokea juu yako kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7. Nawe utatupwa huku na huku katika falme zote za mbinguni. Na wengine ile za duniani na wengine ni kutumwa. Sasa tunatupwa kote huku. Unaona maninge, wale maninge wamedoa. Kule ni utumwa. Ni utumwa ndio kama leo. Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani na wanyama wote wa duniani, pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Walipokuwa wanaenda utumwani, ukifa unatupwa. Ukifa unatupwa, hakuna kuzikwa. Naendelea. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri na kwa pele na kwa kujikuna, ambayo hutapata kupona. Anaongelea magonjwa. Magonjwa ni wakina nani hao? Sisi. Unaona? Naendelea. Naenda 30 kilichotokea kwenye utumwa. Utaposa mke na mume mwingine atalala naye. Wazungu walipokuja hapa au Waarabu wanabaka wanawake wetu. Wanabaka, ndio unaona kuna mtu wa Mwarabu naita Waarabu haya mkaa hapa. Wanajibikia. Unaona? Kwa watu wengi zipo nyingi, kwa hiyo naenda nachambua. Naendelea. Ninaruka 48. Kwa hiyo utawatumikia adui zako kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote. Anaongelea kina nani hapo? Hizi ni laana za sheria. Wewe ukitaka kitu unaenda kwa mzungu. Mimi nikitaka kitu naenda kwa mzungu. Tunawatumikia adui zetu kwa uchi. Na bado mzungu anachukua vitu navyo, anachukua madini, anatuambia kama nyinyi ndawaletea nguo mitumba. Kwa hiyo Bwana lala anakuambia rudi. Kwa hiyo utawatumikia adui yako atakao waleta Bwana juu yako kwa njaa, kwa kiu na kwa uchi. Sisi mambo tunasikia wazungu. Haya unaona yanatembea. Utawatumikia adui zetu kwa uchi, kwa njaa, kwa kiu. Wewe ukitaka kitu unaenda kwa Mungu. Anakuletea mitumba sijui. Yeye anachukua madini. Anakuletea mitumba, anakuletea viatu. Tunawatumikia adui zetu. Mimi mzungu akiamua aje achukue hapa, mimi sina nguo hapa. Hiyo tengeneza mimi kama mimi. Unaona? Anachukua. Unaona? Watu naendelea. Naendelea turuka 49. Bwana atakuletea taifa juu yako kutoka mbali, kutoka nje ya dunia. Hii hapa inaongelea wakati tumeenda utumwani. Taifa gani lilikuja wa kwanza kuja Afrika? Ni Walemi. Ndio. Ndio walikuja. Hili ni taifa kutoka nje ya dunia. Ikaja kutupeleka wapi? Utumwani, unaona? Sawa. Kwa hiyo hizi ni nabii, utumwa au kutokea tu. Ni maandiko yote. Ni maandiko. Sasa. Na hii kitu hawezi kukwambia hao wa misionari hao wa Katoliki na nani. Hawezi. Sababu ukiweza kuambia sisi ndio wana wa Mungu. Makanisa tutachoma yote haya. Basi hapo ongea katika watu wazee ili kuongea. Tutachoma. Ndio maana sijui za unajua mama na mabaya ni kwanza msikia hapa ni hapa tumeona Afrika. Kwa nini haitokei? Hamna. Kwani hicho pona tena wao kwa wao. Haiwezekani.
sababu sisi tukiingia pale Vatican ndio maana yake. Kule kwa chini kuna light ambapo mtu akaenda huko. Yes, tuende kusoma. Najua. Sasa kule kote wamepima historia na nani, najua ukweli. Wanaujua ukweli. Hataki kufafanua ukweli. Unaona? Wanaujua ukweli. Kweli. Kama wanajua Yesu alikuwa ni mweusi na wana wa Israeli walikuwa ni weusi. Ndio maana yake. Yuda alikuwa ni mweusi. Ndio maana yake. Ndio wale ndio maana unaona manike wanaimba sana kwa mpaka basi. Unaona? Yaani hizo vitu uwezo kumtengeneza unaonaje wa Kongo? Ndio maana yake. Sasa wana wa Israeli ilikuwa ni nini? Tuliposoma kwenye Luka 21 Yerusalemu ilivyoanguka. Wana wa Israeli wengi walikimbilia Misri. Ndio. Na maana walikuwa wamezoea kukimbilia Misri. Sasa. Wakaingia Misri, baada ya hapo wakaingia West Africa. Ndio maana unaona watu wa West Africa tofauti na watu wa huko. Wale ndio manike. Na kwa hiyo Yerusalemu ilipoanguka, wana wa Israeli walikimbilia sehemu inaitwa West Africa. Baada sasa ya hii Kumbukumbu la Torati 28:9 kwamba Bwana atakuletea taifa lenye uso mkali kutoka nchi ya dunia, utumwa. Ndio wakaanza kukimbilia na huko. Ndio maana tunasema na sisi. Sawa. Utumwa ulianza kutokea huko babu zetu kaanza kukimbilia. Pia chini sasa. Ndio maana wana wa Israeli kwa kitu mzima. Ndio. Lakini humu kuna watoto wanaitwa, kuna mtu mmoja anaitwa Ham. Watoto wa Ham. Nuhu alikuwa na watoto watatu. Jafet, kuna Ham, kuna Shem. Wana wa Israeli wanatoka kwa Shem. Sasa kuna wale wa Afrika halisi. Ndio. Kama Wakushi. Ndio. Wa Misri. Ndio. Na watu wa Libya. Au watu. Ndio. Wakushi wale hawakutawaliwa, wale hawakutawaliwa. Ndio sasa. Watu walikuwa maandiko. Wale ni watoto wa Ham. Ndio. Kwa hiyo sisi tulipotoka Yerusalemu ilipoanguka tukimbilia huko. Sababu sisi tulikuwa tunaishi na watoto wa Ham. Tulikuwa Misri. Kwa hiyo tukikimbilia tena Misri. Yerusalemu ilipoanguka. Sasa. Na vitabu vya historia tunaandika na kitu kingine hawawezi kufundisha shuleni. Ndio. Wanafundisha tu mtumo kidogo kidogo hawaendi. Hadi ndikwe. Na hawakwambii nini? Hawakwambii kwamba sisi watu tumetokea wapi? Kwani sisi tulikuja tu. Ndio maana yake. Kwenye Biblia wanakuambia maisha yalianzia wapi? Eden. Eden ambayo iko hapo, wanasema Eden iko Iraq. Kwa hiyo kila mtu hapa duniani alitokea Middle East. Sisi tulifikaje huku? Ndio maana yake. Hawasemi. Hawasemi. Sasa wazungu wakaja kwa sababu wazungu wanajua. Nimekwambia utumwa ulianzishwa na Papa Alexander. Ambayo huyu hapo ndio mtoto wake. Ndio nyani hapo. Sasa. Unaona? Wakaanzisha utumwa na walikuwa wanataka sisi wa Israeli. Walikuwa wanataka watuangamize kabisa. Ndio mpaka hiyo inaendelea. Kwenda kwenye Zaburi. Sawa. Sasa Zaburi mfalme wetu aliwataja maadui zetu. Maadui. Zaburi 83. Zaburi 83. Nitasoma mfalme Daudi huyu. Mungu usistarehe, Mungu usinyamaze, wala usitulie, maana adui zako wanafanya ghasia. 83 kuanzia 1. Anakuambia Mungu usistarehe, Mungu usinyamaze, wala usitulie, maana adui zako wanafanya ghasia, nao wakuchukiao wameviinua vita vyao. Wanaomchukia Mungu wanamchukiaje? Kwa sababu Mungu huwezi kuona. Ukichukia taifa la Israeli unamchukia? Naenda juu ya watu wako wanafanya hila, wanane ya wazungu. Wanafanya hila juu yetu. Kwani kuna mtu anawafanyia hila wazungu? Sababu wote wana nguvu hapa. Unaona? Na kushauriana juu yao uliowapita, ukiongelea wana wa Israeli. Twende mstari wa 4 hapo. Wanasema, "Njooni tuwakatilie mbali wasiwe taifa na jina la Israeli halitakumbuka tena." Unaona? Ndio maana unaona kuna mikutano inaitwa UN. Wote wana Mwafrika wanaenda kuina UN kufanyaje? Ushawahi kuona nike yuko UN? Hamna. Kwa hiyo ndio maana wakaanzisha mamikutano NATO. Yu mmoja wa Ulaya. Ujinga kama huo. Kwa hiyo mfalme Daudi alikuwa ni nabii kwanza. Alikuwa mfalme nabii. Alikuwa anatabiri. Zaburi 83 mstari wa 4 ndio inakwambia. Zarudia tena. Wamesema, "Njooni tuwakatilie mbali wasiwe taifa." Kwa maana sisi sio taifa tena. Huu nabii umetimia. Sisi sio taifa tena, tumesambaza. Wamesema, "Njooni tuwakatilie mbali wasiwe taifa na jina la Israeli halitakumbuka
Kumbuka tena, maana wanashauriana kwa moyo mmoja juu yao wanafanya agano. Wanashauriana kwa moyo mmoja, wakatilia wana wa Israeli mbali. Anaenda kuyataja hao mataifa. Hema za Edom, unaona Edom kama kwenye Mwanzo 25 yule kaka na Yakobo hapo ndo wazungu. Edom. Jina la kujifikiria hawaitwi wazungu, wanaitwa Edom. Wekundu. Sasa. Unakumbuka? Na Waishmaeli, unafahamu Waishmaeli? Hapo ni kwa Waishmaeli ndio mtoto wa Abrahamu. Aliitwa Ishmaeli ni Waarabu. Sawa. Hao wote wanashauriana kwa pamoja tuwakatilie mbali wana wa Israeli. Ndio sisi. So hapo unakuja kukuta kitu kinaitwa utumwa. Kitu kinaitwa utumwa. Asa kwa hiyo watu weusi tuna maadui, watu wajinga wanatembea tu hapa. Ndio maana yake sana. Kama kwamba sisi tujenge uchumi, unajengaje uchumi hapa? Na ni kweli inakuwa. Unajenga uchumi, unajengaje uchumi wakati maadui wanakujua? Ndio maana yake sasa. Yaani ni sawa na unaenda kupigana wewe juu ya adui yako. Ndio maana yake. Ndio maana hapo na mimi ningapata kitu ambapo leo nimepata kitu kingine ambacho nilikuwa sijaisikia. Japo kama nilikuwa na bashiri tu. Kwamba hivi ndio maana siona cheo cha upapa amekalia Mwafrika. Haiji kutokea. Haija kaitokea kudadeke. Hilo ndio kitu. Kwa ndio ukienda kusoma kwenye nabii sasa kama nilivyokuambia. Sisi ndio wana wa Israeli. Na ule mwisho ndio unakaribia. Ndio maana unaona sasa hivi mataifa yanatengeneza nuclear. Ndio. Kijaga nuclear. Hiyo ndio kitatabu ya dunia sasa. Hiyo kitu kitokea. Tunachomona wenyewe kabla mimi. Kama baki mimi katika mataifa ya Kiarabu ni hiyo Iran yenyewe ndio inamiliki nuclear. Na Iran sema liko ndio Babeli. Sasa ile nuclear ile kitu hatari sana. Hiyo vita ya nuclear ndio itakuwa tunachomona wao kabla Mungu yeye kuchoka. Unaona? Vyombo vya habari kama ITV hawezi kukwambia kuna vita nyingi inakuja. Ndio maana yake. Kwani ni vyombo vidogo sana kitu hiki. Yaani kwamba hiyo kitu inakuja. Lazima ije sasa. Hiyo kitu kwanza tukamalizia hapa. Kumbuka la Torati twende kwenye mstari wa 60. Hapo tulikuwa hiyo 28. Hapo. 64. Bwana atakutawanya katika mataifa yote tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia kwa kupitia nini? Utumwa. Wana wa Israeli wamesambazwa kwa meli ncha zote za dunia. Ndio. Unaona? Naendelea. Nawe huko utumwani utatumikia miungu mingine usiyojua wewe wala baba zako. Ndio maana yake. Tunaenda nayo ni miti na mawe. Tunaanza na msalaba. Ndio. Mungu huyo Kristo. Sasa. Jiwe, mako ukienda pale kuna jiwe na ndio sasa. Na wana wa Israeli wako miongoni mwao kwa sababu watu hawajui kwamba sisi wana wa Israeli. Hata wana wa Israeli nao hawajui. Sababu sisi tulikatiliwa kuwa taifa. Ndio. Tukasahau kila kitu. Tulisahau kila kitu sasa. Tukasahau kwamba sisi ni wana wa Israeli, hizo ni wana nabii. Kuona maswali. Ndio maana unaona tunaabudu miungu ya miti. Miti ni Ukristo. Mawe ni Uislamu. Ndio. Watu wanaenda kuinamia jiwe wakati ambao usiabudu chochote. Kaabudu. Kwa hiyo hii inakuonyesha utumwa kwenye Biblia. Unaona? Sasa. Inakuonyesha utumwa kwenye Biblia. Sasa twende tukaangalie mwisho wa dunia utakujaje. Sasa. Mwisho wa watu wekundu. Sababu hapa duniani hakuna mtu mweupe. Ndio. Kuna watu wekundu. Mwisho hawa mashetani wekundu. Sasa wanafanana sana. Watu hawaelewi. Ndio maana watu kila mtu anamwambia hapa duniani kila mtu anamdharau nini. Ndio ndio kila kitu. Ndio ndo kila kitu. Sisi Biblia ndio tunacheza. Hata mtu aliyesoma sio anaweza kuelezea Biblia kama unavyoelewa. Kwa sababu sisi tumeunganishwa na Biblia. Ndio. Hata Ulaya sasa hivi ukiangalia hivi kama lazima wewe uwe ndani. Na watu wanafikiri kama mimi mtaani. Ndio maana yake sana. Unajua mimi nilipokuwa kwenye Ukristo nilikuwa najiulizaje? Kuna watu wanakuta Biblia vyao wanaenda kanisani. Wanaenda kanisani. Kwa nini mimi wasilihubiri hapa tukaenda wote? Kwa nini wanaficha Biblia? Ndio. Kwa nini mimi sistahili? Watu wanatuona kwamba sisi ni wahuni. Ndio maana yake. Tuwe ndio fact yenyewe. Wakati hawajui kwamba sisi kwa wahuni hizi ni laana zote. Sasa. Watu wamepotea, watu wanatumia madawa. Kama ukienda Manige kule wanauana wako. Lakini sasa hivi Manige tunaanza kuja pamoja tunahubiri. Tunahubiri nini?
kuanguka na tunahubiri anguko la watu weupe. Ndio. Unaona? Na ndio attacks Hawa? ndio wataki kuona. Hapo sasa ndio ile ziki kuu inakuja. Wakiona tumezidi kuhubiri kama unajua. Huo mwisho ndio utakuja. Sasa kuu inaitwa inaitwa kuu. Kwanza twende tuangalie hiyo ziki kuu. sawa. Watu wanasema kwamba ziki kuu itakuja kila mtu sasa kitabu cha Yeremia 30. Yeremia 37. Yeremia 37. Kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 7. Ole maana siku ile ni kuu. Anaongelea siku kuu. Ole maana siku ile ni kuu, hata hapana inayofanana nayo. Maana ni wakati wa taabu yake Yakobo. Ziki kuu kwa jina lingine tunaita taabu ya Yakobo. Itakujaje baada ya sisi kuwapana hao watu? Tunawaambia nyinyi sio wana wa Israeli. Sasa sisi ndio wana wa Israeli. Sasa ndio tukasema watu makanisani wanadhamini mitume ni watu fulani hivi. Mtume ni mtu anayetoka mtaani. Ndio maana yake sio ambao kwa hapo. Mtume ni mtu anayeishi na watu. Ndio maana yake. Mtume kwa mfano kama mnaamini tunapoangalia Nabii Amos. Nabii Amos alikuwa anachunga kondoo kabla hajafikwa, anaelezea mwenyewe. Akaenda anahubiri, akasimama njia ya Yerusalemu na Samaria. Anahubiri, anatoa unabii mjani. Huwezi ukaenda kutoa unabii kanisani. Sababu watasikia watu wanaojuana. Ndio maana yake. Unabii unatakiwa usikiwe na kila mtu. Na mtu yote mtu anayepita. Ambaye ndio anahitaji zaidi. Watu wanatakiwa waelezwe. Sasa ule mwisho unakuja kwa sisi kuhubiri na utakuja kwa watu wanakuambia kama hii dunia itaangamizwa na moto, hawakwambii moto utakujaje. Ndio maana yake. Moto ni ile vita yuko. Ndio. Ndio la kitambo. Kicho ndio mimi. Sasa hapo baada ya ile siku ya Yakobo. Sawa. Baada hasa hii itakuwa kali sana Marekani. Ndio. Sababu Marekani wao wanawafahamu wana wa Israeli. Marekani wana vyombo vya polisi na vyombo mapungufu. Sasa itafika sehemu watasema nyinyi mnatusumbua. Sasa nyinyi manyingi mnatusumbua. Wataamua kuwaweka kama ilivyotokea kipindi cha Rumi, wakawaua manani Petro alikufa kwa kusulubishwa katika chini. Paulo alikata shingo. Kwa hiyo ile ziki tulioenda tukiwa kwenye utawala wa Roma itarudi tena. Ndio maana ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo anakuambia twende huko. Sasa Ufunuo itakuwa ni huko mwana angalia. Hapo. Yaani hapa ikaleta nikasema kwa kutumia. Sehemu amekwambia Yesu atasulubiwa. Sehemu inaitwa Patro ya Sodoma na Gomora.
ndio. Nilikuwa sehemu hiyo. Naam. Nilikuwa sehemu hiyo hiyo. Wewe unakuja kusikiliza sasa. Pamoja. Sawa. Tuanzie 4. Ufunuo wa Yohana. Sawa. Ufunuo wa Yohana 14 kuanzia 4. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele ya Bwana wa nchi. Hapa anaongelea taifa la Israeli, ndio linafananishwa na mizeituni. Na mtu akitaka kuwazuru moto kutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwazuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hapa anaongelea wale mashahidi wawili. Hao mashahidi wawili wanaongelea falme mbili. Maana Israeli zamani iligawanyika katika mataifa mawili. Iligawanyika katika Yuda na mtu anaitwa Efraimu. Wao tunaendelea. Kwa hiyo tunaruka 7. Hata walipomaliza ushuhuda wao, yule mnyama, ushuhuda gani? Ndio injili tunayohubiri. Nimekwambia na Marekani kuna watu wanahubiri kama mimi. Sasa. Unaona? Yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Yule mnyama anaongelea nini? Ukienda kwa wale wanyama wa nisi, tunaongelea hii ndio Rumi. Rumi ndio wazungu. Sasa wazungu watakapoona hivi huu shida wetu, ndio. Sisi ndio mashahidi wa wale wawili. Ndio. Wana wa Israeli. Sasa. Ushahidi ni nini? Yule injili ndio hivi. Sasa baada ya hapo yule mnyama ambaye ndio yule mnyama wa 4, tukwambia yule Rumi. Ambao Rumi watawaliwa na wazungu. Na wao wanajua sisi ndio wana wa Israeli. Wanajua kwamba sisi tukianza kuamka tutajua kwamba sisi ndio wana wa Israeli. Tunadai haki yetu. Mwisho umefika. Sasa. Yesu anakuja kuangamiza. Hata yeye. Unaona ndio vita ya tatu ya dunia. Unaona? Anakuambia na mizoga yao itakuwa katika njia ya mti ule mkuu. Sasa hivi mji mkuu hapa. Huu ndio mwisho. Mji mkubwa hapa duniani ni mji mkubwa kwa haya mataifa hapa duniani. Ndio Vatican ndio. Mji mkubwa wa Marekani. Ndio Marekani. Wana wa Israeli wengi walichukuliwa utumwani kwenda wapi? Marekani kwa kusomea hapo. Sasa. Endelea kusoma hapa chini utaona. Inaweza paka ndio cheo cha WTC ndio manake. Hapa chini wewe ngoja tutaona. Sawa. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu utao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri. Kwa hiyo huu mji unaitwa kwa kiroho Sodoma au Misri. Kwa nini unaitwa Sodoma? Ndio 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 Sodoma. Choka. Kijani cha hiyo ndio inaitwa sasa. Kwenye nabii tunaita Sodoma ya kiroho au Misri. Kwa nini inaitwa Misri? Kwa sababu watu wana Israeli. Ndio wale maniki. Unaona? Unaona Biblia inavyoenda? Biblia Sasa hii Marekani inaanza kama mwendelezo wa utawala wa Rumi. Ndio maana unaona Marekani hapo na NATO. Hata ile NATO ndio Rumi ilipoanguka iligawanyika katika zile nchi za NATO. NATO na Umoja wa Ulaya. Baada ya hapo sasa Marekani ndio ikatokea ikawa kama taifa. Ndio ikawa taifa lile kubwa lenye viwanda vingi.
Hiyo ndio tena Babeli. Sasa. Kwa chini ya Babeli yenyewe ambayo ndio Irani. Irani ndio Babeli ya zamani. Kuna Babeli ya zamani hapo kuna Babeli ya Marekani. Sasa utajuaje kwamba ni Babeli? Watu wanasema hii Babeli wewe unaongelea Babeli ya zamani, hakuna sababu kwenye Ufunuo imeongelewa. Wakati Ufunuo unaandikwa Babeli ya zamani ilikuwa ishaanguka mambo Irani. Ndio Irani. Irani ilikuwa inaitwa Persia. Kwa hiyo tunaenda kusoma hapa, tumeona kwamba Marekani inaitwa kwenye nabii Sodoma. Ndio maana Mungu anaiangamiza. Yale mabomu yanayotengeneza Urusi yale. Kuna siku itakuja akili kwenda kule. Pentagon hapo sasa. Hapo itakuwa ni siku mbaya sana hiyo. Hata kupiga naye atajibu. Alafu ndio kama mwingine yote kama nani yote na miki nyukia kuanzia nani. Maki yetu sana miki wote na miki nyukia. Hapa sasa nitasoma sasa tuone kwamba Marekani ndio ile Babeli. Soma kwenye Ufunuo wa Yohana 17. 17:1. Hapo. Akaja mmoja wale malaika 7 wenye vitasa 7 akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji. Kwa nini Marekani inafananishwa na kahaba? Sababu kahaba ni mtu ambaye anakuteka. Na maneno fulani. Kwa nini Marekani imefananishwa na kahaba ambaye au Babeli? Huyu kahaba aliyekaa kwa yule mnyama. Sababu Marekani wamekuja na hizi filosofi zao. Filosofi zao hiyo. Nataka ufanikiwe lazima uende shule. Ndio maana yake. Wamaliza degree. Ndio maana yake. Watu sio. Huyu ndo kahaba, yani amewapa watu vinyo. Mataifa wakalewa. Ndio. Ili uonekane mstaarabu lazima uende kanisani. Unaona? Lazima ili nchi ionekane wastaarabu lazima uwe na demokrasia. Demokrasia. Lakini watu huko nyuma waliishi bila demokrasia. Ndio inaikuwa hivyo na tuishi vizuri zaidi. Sasa huyo ndio kahaba ambaye amewapa watu vinyo. Tunapoongelea vinyo tunaongelea yale nini zile tunaongelea zile filosofi zao. Sasa. Unaona? Sasa. Unaona tunaongelea kwamba yule kahaba aliyeketi juu ya maji mengi ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Yaani dunia nzima ushaona? Nao wakao katika nchi wamelezwa kwa mvinyo ya uasherati wake. Jinga, ushoga, upumbavu. Ushaona? Wanaruhusu ushoga wao. Kwa hiyo tunapomwongelea huyu kahaba, unaona? Tunapomwongelea huyu kahaba tunamaanisha ni nchi. Watu wengi wanasema kwamba huyu Ufunuo karibu bwana. Hizi ni vita mbili. Hii moja unajua. Hii wanamuita Yesu Kristo. Sawa. Wakati tukienda kwenye Ufunuo Yesu anapokuana mambo kama hapo hivi. Na tumeenda na huyu bwana tukaona kwa nini sasa hivi sisi watu washasahau kwamba wana Israeli walikuwa ni weusi. Sababu ni nini? Kwa nini? Kwa sababu tulikiuka nini? Sheria. Ndio maana Paulo anakuambia Yesu alikuja kufa ili kuwaokoa walioko chini ya laana. Sio kila mtu. Watu walioko chini ya laana waliopewa sheria ni nani? Wana wa Israeli. Laana za sheria unaweza kuzikuta kwenye Kumbukumbu la Torati 28. Bwana msomea huyu bwana. Ndio mtumwa, maskini. Wewe kila kitu ukitaka lazima uombe kwa msingi. Kumbukumbu la Torati 28. Utakufikia adui zako kwa wingi. Wewe mzungu sasa akisema aje hapa chukue hii nguo, hakutakuwa na kwa sababu huko zamani babu zetu walimkiuka Mungu. Unaona? Walimkiuka nani? Kwa hiyo Mungu akaleta taifa ambao ni utawala wa Rumi. Ukienda Danieli kama umesoma kitabu cha Danieli anakuambia wale wanyama wanne. Yule mnyama wa nne ndio utawala wa Rumi. Utawala wa Rumi walikuwa ni wakina nani? Utawala wa Rumi walikuwa ni wazungu. Unapoona kwenye movie za Yesu mara nyingi, unamuona Yesu na Warumi. Ndio waliomsulubisha Yesu. Huo ndio utawala wa Mungu. Baadaye Rumi ikitawanyika kabisa. Na mimi Yesu
Hebu ishikilie. Hapo. Hiyo inaonyesha mbele, kwa hiyo hapo. Kwa ni